Mimi naitwa Korumba Le Babas na hii ni report review ya Global TV. Haikuwa kazi rahisi kuiaminisha dunia kwamba wanapotoka fuga ng'ombe, jamii na kabila la Wamasai wanaweza kupatikana mabinti wazuri wenye tabia lakini pia na muonekano mzuri, sehemu ambayo ilikuwa ikiaminika kwamba tofauti na masuala ya ufugaji pamekithiri masuala ya utumiaji wa vilevi, na ndipo ambapo ilikuwa inasadikika kwamba panalimwa zao haramu la bangi. Kwa hiyo watu walikuwa wanaamini jamii hiyo huwezi kumpata mtoto mzuri mwenye muonekano mzuri mrimbwende. Lakini mwaka 1997 Saida Kesi kutokea Arusha alitoa taji la Miss Tanzania na kuanza kubadilisha fikra hizo. Lakini mwaka 2005 pia binti mwingine mrimbwende kutokea kaskazini Arusha anayefahamika kwa jina la Nancy Sumari alishika nafasi ya kwanza Miss Tanzania, na kigezo pekee hakikuwa urembo bali pia uwezo wa darasani na kufahamu lugha tofauti. Nancy Sumari yeye alienda mbali hadi kuwa mshindi wa 6 kwenye Miss World, kwa maana ya walimwende wote wa dunia. Katika mwaka 2005 yeye alishika nafasi ya 6. Hiyo ilibadilisha mitazamo ya watu wengi na kuamini kwamba Arusha kuna mabinti wazuri kwa muonekano na kichwani zimo. Watu mikoani walitoa mabinti zao na vijana wao kuwataka wakasome kaskazini, hasa katika shule za Arusha, na hata watoto hao walipotoka huko walisisitizwa sana, nenda kaweke urafiki na watoto wa Arusha. Kama ni mabinti, tafuta msichana mwenzako wa Arusha uwe rafiki naye. Lakini pia vijana walihamasishwa sana kuwaoa mabinti wa Arusha, ikiaminika kwamba wana akili, wanajituma na wana uwezo mzuri wa utafutaji katika maisha. Mambo yamebadilika sasa kwenye mitandao ya kijamii. Kile kinachoonekana kinaenda kuifuta kabisa hiyo taswira nzuri iliyotengenezwa na mabinti hao wawili na wengine ambao ni wapambanaji. Tabia zinazoonyeshwa kwenye mitandao ya kijamii zinachafua kizazi kijacho cha mabinti wa Arusha. Hakuna mtu atakayekuwa tayari kukubali mtoto wake aoe mabinti wa Arusha. Kwenye report review tupo na Gideon huyu hapa, ambaye yeye ameliona hilo pia. Mnawaumiza wazazi machalii, mnawaumiza wazazi. Juzi nimepita hapo Kisongo, siku kulikuwa kuna rally ile ambao Calling amechukua ubingwa. Nimeona machalii, watoto wa kike wadogo mnajifunza kuchanja gomba, sijui mnapakiwa kwenye umepakatwa, yani unajihisi for fun sana. Ujana unakujaga na mambo mengi, yani unaweza kuwa unajihisi fresh, yani hivyo ukiwa kwenye mitandao ya kijamii unaona kama ni binti mmoja mjanja sana. Mnawaumiza. Alafu pia nyie mabinti mnielewe, hao machali sio wa kuamini, hao machali wa kiume sio wa kuamini. Mnapelekwa, mnaleweshwa, mnapelekwa ghetto, mnapigwa mande, mnaharibiwa maisha yenu. Watoto wangu, hebu msifanye hivyo ase. Tuko na Mwalimu Magoda pia, ambaye tulimpa nafasi ya yeye kuchambua kama mtaalamu wa elimu. Lakini je, swala hili lina athari gani kwenye masuala ya saikolojia na jamii kwa ujumla? Kwa kuwa pia aliandika kwenye mitandao ya kijamii na kuonya kwamba hili ni janga linalokuja kwa mabinti na kizazi cha watoto wa kike kwa Arusha. Kwenye social media, ukiingia wewe kwenye social media especially TikTok, ukisearch video ambazo zinahusiana na masuala ya Arusha, kuna image fulani inatokea. Kwa hiyo watu ambao wako nje ya Arusha wanaamini kwamba kile ni kitu ambacho kipo Arusha. Lakini pia kwa sisi walimu tunakutana kwamba mtoto anaona yeye ili awe mjanja, ili aonekane yeye ni mwamba, lazima awe anafanya vile vitendo kwa sababu anaviona kwenye jamii, kitu ambacho nikasema huko mbele itachukua nguvu kubwa sana kusafisha hiyo brandi au kusafisha hiyo picha ambayo watu wengi wanaanza kuaminishwa kwamba Arusha iko hivyo. TikTok, ukisearch tu pale TikTok utaona useme nini, utaona kuna vitu wanatafuna, utaona kuna namna wanazungumza, lakini utaona kuna yani sielewa. Sawa, kuna changamoto ambayo tunafanya nini? Tunaiona image ya Arusha nje inazidi kwenda tofauti. Okay. Zamani ulikuwa ukizungumzia Arusha kwa vijana unazungumzia utalii. Lakini sasa hivi kupitia mitandao ya kijamii huko nje inaaminishwa tofauti. Inaaminishwa nini? Yaani kwamba ina vijana ambao wamevurugwa, mabinti vijana ambao watukutu, vijana ambao yani mpaka nafikia kipindi naambia
Arusha ni nchi yao. Arusha ni jamii yao tofauti kabisa. Lakini kumbe kuna vijana hapa wanamiliki kampuni za tour. Kuna vijana hapa wanafanya kazi za migodi. Uoni wakisemwa. Kwa hiyo wewe ukimuuliza mtu ambaye yuko nje ya Arusha wewe ikoje vijana wake, atakupa picha ambayo anaona wapi? Katika social media. Lakini ile hali ya Arusha uende watu kama hao usiwakute kwa wingi. Kwa hiyo katika social media tunachafua, alafu huku tuko tofauti. Sasa kwenye kutafuta taarifa au takwimu, watu wengi wanaangalia sample. Itakuwa shida. Mfano, kuna watu wakandaziwa, sawa, kanda maalum. Leo hii kuna wakati ilifika binti akitaka kuolewa na mwanaume, alafu akaambia wewe unatokea kanda fulani, lazima atasema kwa sababu wao wanapiga wanawake. Mimi sitaki. Kwa nini watu wote walikuwa wanapiga vile wanawake? Kwa nini? Kwa sababu ile ya kupiga iliaminishwa kwa watu. Twende Kilimanjaro, kuna baadhi ya familia, siwezi kutaja, ukisema unaoa mwanamke kutoka eneo fulani Kilimanjaro, kuna wazazi wanakataa. Usioe Mchaga wa huko. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu walifanya watu wakakalilishwa hivyo. Kwa hiyo athari zake zinaendelea. Na mbaya zaidi, sasa hivi social media inatunza taarifa. Yaani hivi vitu mara nyingi vya kimalezi, athari zake huwa zitokei hapo. Yaani kama si kwenye sekta ya elimu, athari huwa itokei hapo. Lakini ingekuwa labda akifanya hivyo na katika mkono au anaumwa, ungeona. Kwa sasa hivi wanachukua kawaida. Lakini huko mbele kuna mtu taulizwa, wewe unatoka Arusha? Hebu tumchukue huyu. Kwa nini? Kwa sababu watu wanaamini kwamba Arusha ndio iko hivyo, kumbe sio. Ni malezi, dawa za kulevya, peer pressure, kitu gani cha mwisho ambacho unaamini kinasababisha, na utoe ushauri moja kwa moja? Peer pressure. Yaani peer pressure, ule msukumo ambao huo una mambo mengi, na sisi hatuzungumzi na vijana. Sawa? Kwamba zama zile ambazo watu walikuwa wanafanya mambo yaonekane ni tofauti na hizi zama ambazo kuna social media. Ndio maana leo ni kawaida kukuta mtu anajirekodi huko anakula gomba. Na ni mtoto wa kike kabisa. Na anaona kwamba huu ni ujanja. Lakini mtoto huyu wa kike kuna miaka itafika, watu watachukua vile video watazurudisha kama mfano. Yeye alikuwa anafanya kwa sababu ya balee, yeye alikuwa anafanya kwa sababu ya peer pressure, lakini kuna wakati utafika atatamani zile video zifutwe. Atatamani zile video zisiwepo, lakini atafanya nini? Atashindwa. Je, wewe ni mwanafunzi uliyemaliza form 6 au diploma na unaifikiria mbali? Je, azima yako ni kusoma katika chuo kikuu cha kimataifa na kupata uzoefu wa dunia nzima na kufungua fursa zisizo na mipaka? Eurasia iliyosajiliwa na TCU ni mshirika wako unayemwamini hapa Tanzania. Sisi ni wataalamu wa kuunganisha wanafunzi wa Kitanzania wenye malengo na vyuo vikuu bora na kozi bora zaidi duniani kote, kuanzia China, India, Malaysia, Canada, UK na kwingineko. Tunatoa mwongozo wa kibinafsi kwa kila hatua, kuchagua kozi sahihi, kurahisisha maombi, kupata scholarships na hata kusaidia masuala ya visa. Usiruhusu ndoto zako za kusomea kozi unayoipenda zibaki ndoto. Tembelea Eurasia leo, usomee kozi sahihi ya ndoto zako. Tupo Sky City Mall, floor ya 4, barabara ya ardhi, karibu na Mlimani City. Na kwa Dodoma, tupo karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Kwa mawasiliano zaidi 0765 627 770 au 0663 482 323. Eurasia, tutakuunganisha na tutakusimamia.